kinachobadilisha jamii? Je, ni rasilimali nyingi au ni wazo lililopangwa kwa umakini na kutekelezwa kwa ushirikiano? Na kama mipango haina mizizi katika uhalisia wa maisha ya watu, inaweza kweli kuleta mabadiliko ya kudumu? Kwa muda mfupi, maswali haya hubaki kimya yakisubiri majibu. Kwa kutambua umuhimu wa ushirikishwaji katika kupanga maendeleo, wawakilishi wa mashirika wenza, viongozi, wataalamu pamoja na wawakilishi wa wakulima walikusanyika kushiriki mchakato wa kuunda mpango mkakati wa Rekoda wa miaka 5, yaani 2026 hadi 2030. Kupitia majadiliano, kubadilishana uzoefu na kutafakari kwa pamoja, walichangia mawazo yatakayosaidia kugeuza maono kuwa vitendo na mipango kuwa chombo cha kuleta mabadiliko endelevu kwa jamii. Walijifunza kuwa mpango mkakati wenye mafanikio hauanzi kwa kuandika malengo pekee, bali huanza kwa kusikiliza jamii, kutambua changamoto zake, kuelewa mahitaji yake na kubuni suluhisho linalomilikiwa na jamii lenye uwezo wa kudumu kwa vizazi vijavyo. Sasa tuwasikilize baadhi ya washiriki wakieleza walichojifunza, uzoefu waliopata na namna wanavyotarajia kutumia maarifa hayo kuleta mabadiliko chanya katika taasisi zao na jamii wanazozihudumia. Majina naitwa Luka Mongi, nafanya kazi na shirika la Rekoda chini ya mradi wa Nourish unaotekelezwa katika mikoa ya Singida, Dodoma na Manyara. Tumekuwa na warsha ya siku 5 ambayo imelenga kujadili mpango wa kimkakati wa shirika la Rekoda, lakini pia kujadili utekelezaji wa shughuli za miradi ili kuongeza ufanisi. Warsha hii imekuwa ni sehemu ya muhimu sana, kwani imekutanisha wafanyakazi wote wa shirika la Rekoda kukaa kwa pamoja, kutathmini tulipotoka, tulipo sasa na kupanga kwa pamoja mwelekeo wa shirika la Rekoda kwa miaka ijayo. Warsha hii imesaidia kuwa na uelewa pamoja kwa wafanyakazi wote kuhusu mwelekeo wa shirika la Rekoda, vipaumbele vya kimkakati, lakini pia kila mfanyakazi amekuwa na nafasi ya kujua majukumu yake katika kufikia malengo ya shirika la Rekoda. Hii itasaidia kuongeza ushirikiano, kuboresha utekelezaji wa shughuli za miradi, lakini pia kuhakikisha tunatoa matokeo yenye tija kwa walengwa wetu na kwa wadau wetu. Asante. Tunapofikia mwisho, tunabaki na ujumbe huu: kila safari huanza kwa hatua moja, lakini hatua yenye dira, ushirikiano na maono ndiyo huandika historia. Maarifa yaliyoshirikishwa katika mchakato huu hayaishi ndani ya ukumbi huu, yanasafiri pamoja na kila mshiriki, yakigeuka kuwa maamuzi yenye tija, mipango imara, ushirikiano wenye nguvu na matokeo yanayoboresha maisha ya watu. Huu ndio msingi wa mpango mkakati wa Rekoda 2026 hadi 2030: kujenga taasisi imara, kuimarisha ushirikiano na kuwezesha jamii kujiletea maendeleo endelevu. Kwa sababu maendeleo ya kweli hayawezi kujengwa na taasisi pekee, bali watu wanaoshirikiana, kusikilizana na kutenda kwa pamoja. Na kufikia hapa, sitokuwa na la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, ni mimi msimulizi wako Jacob Morris kutoka Drone Media. Asanteni.